mpaka Sodoma. Lakini watu wa Sodoma walikuwa wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Bwana akamwambia Abrahamu alipokwisha kutengana na Lutu, inua sasa macho yako katazame kutoka hapo ulipo upande wa kaskazini na wa kusini na wa mashariki na wa magharibi, maana nchi hii yote uionayo nitakupa wewe na uzao wako hata milele, na uzao wako nitaufanya uwe kama mavumbi ya nchi, hata mtu akiweza kuyahesabu mavumbi ya nchi, na uzao wako nao utahesabika. Ondoka ukatembee katika nchi hii, katika mapana yake na marefu yake, maana nitakupa wewe nchi hiyo. Basi Abrahamu akachongeza hema yake, kaja akakaa kwenye mialoni ya Mamre, nayo ni miti iliyoko Hebron. Akamjengea Bwana madhabahu huko. Haya, tusomee Ufunuo 8:1. Hata alipoifungua muhuri ya saba, ukawa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa. Okay, tuombe. Bwana, tunakushukuru sana kwa sababu ya nafasi hii ingine umetupatia kuweza kuja hapa kwa ajili ya ushirika wa neno lako. Hata vile umetusaidia tangu tulipokuwa hapa kwa yale tumepitia wiki ambayo imepita. Bwana Yesu Kristo, tunajua ni mkono wako umetuongoza na umetukinga na yale yote ambayo Bwana Yesu Kristo yangekuja dhidi yetu. Tunakushukuru sana. Hata afya umetupatia, chakula, mavazi, yale ambayo ni ya mwili huu. Na vile vile Bwana, ndani ya mioyo yetu umedumisha imani. Na unaendelea Bwana kuijenga ili tukamilike katika hiyo imani ya kuja kwako, ambayo ndio unaifunua wakati huo. Tunashukuru kwa haya yote umetufanyia. Sasa tuko hapa, tumekuja pamoja, tenda nasi yaliyo mapenzi yako, makosa yetu yote, tuondolee chochote ambacho kitaweza kuwa ufunuo kufikia kutoka katika neno lako kibinafsi, tuweze kujua mapenzi yako na imani yetu isonge kiwango kingine juu. Bwana Yesu Kristo, tunakuomba hata haja zetu zenye tumebeba ndani ya mioyo yetu za kiroho za kawaida, tujalie kila mmoja kulingana na mahitaji yetu. Bwana Yesu Kristo, tukifanya hayo, sifa na utukufu siku nyingine. Tumesoma neno lako, liweke wazi, na Bwana Yesu Kristo tupate kujua mapenzi yako. Amen. Katika jina la Bwana Yesu Kristo tunaomba hata kwa amen. Tunaweza keti. Namshukuru Bwana kwa nafasi hii ya kupatia. That's right. Siku ya leo kwa ajili ya ushirika. Kumbuka nisema Sunday hii tungekuwa na meza ya Bwana. Sunday hii tungekuwa na meza ya Bwana. So kama vile tunafanya ndivyo tutafanya. Ukishamaliza mkutano wetu tutaondoka, alafu tutarudi hapa saa 10:30. So that kufikia saa 11 tutakuwa tumeingia katika meza ya Bwana kwa ajili ndio tumalize kwa ajili ya wale wenye wataweza kuwa wanaondoka. So by 5 hapa tunaendelea na meza ya Bwana, alafu fit washing, then tutakuwa tuko kulia tulitangaza Sunday, alafu tulikuwa kubusha. So tukimaliza mkutano tutaondoka ama chochote kile, alafu tutarudi hapa saa 10:30 kwa ajili ya meza ya Bwana. So wazo lile tu niko nalo ni lile tu nilikuwa nalo Sunday, kuangalia yale ambayo ni yetu katika muhuri wa 7. Kuangalia muhuri wa 7 hasa. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Tunauangalia muhuri wa 7 kwa nini? Kwa sababu ndio urithi wetu. Hii ndio nchi yetu ya ahadi. Amen. Muhuri wa 7. Na tumekuwa tukiuangalia tangu Sunday, tukiangalia yale ambayo ni yetu. Na ndio sababu tumesoma
maandiko katika kitabu cha Mwanzo, sisi kumbuka ni wa uzao wa Ibrahimu kupitia kwa Yesu, mbegu yake Yesu. Unaona? Alafu hapa tunamuona Ibrahimu akiambiwa hiyo nchi ya Kana yenye uzao wake kupitia kwa Isaka walirithi. Akaambiwa tembea tembea, angalia kusini, angalia kaskazini, angalia mashariki, angalia magharibi. Unaona? That's right. Akaambiwa tembea tembea katika hiyo nchi. Amen. Tembea tembea. Nakumbuka tumeona hiyo Joshua aliambiwa pale nyayo zako zitakanyanga. Nimekupa. That's right. Ndugu Branham, nabii wa Bwana anasema kukanyanga huko unamaanisha kutoa. That's right. Kutoa. So Ibrahim akitembea tembea alikuwa anatoa hiyo nchi. Na sisi nasi yetu tunatoa haji kwa sababu kumbuka yetu ni ya kiroho. That's right. Muhuri wa 7 na ahadi zake. Amen. Ni kiroho. So tunaitoa haji wakati imani yetu inakuwa. That is true. Yale Mungu ametuambia ndani ya muhuri wa 7. That is true. Naona nabii akisema hiki, nabii anasema kile, nabii anasema kile. Nakumbuka yeye alilete ujumbe ule Bwana Yesu Kristo alimpatia. That is true. Si Bwana alituma malaika wake akaja kwa nabii na ujumbe. That's right. So huo ujumbe ndio ndugu Branham ameletea bibi harusi. Unaona sasa. So huu urithi wetu sasa wakati unajua dada, unajua ndugu, kile ambapo neno linasema kukuhusu, utajenga imani yako. That's right. It is true. It's building our faith. Kujenga imani yetu, hiyo ndio kutoa. That's right. Kama Bwana amesema, hawezi danganya. That is true. Amen. Hawezi danganya. So utaweza weka imani yako hapo. That's right. Ukimgoja Bwana akutimizie kile amefanya nini? Amesema. Amen. So Ibrahim akaambiwa tembea tembea, hii ni nchi yako. Akatembea tembea hiyo nchi. That's right. Baada ya yeye kutengana na Rutu. Unaona? Na kuna significance hapo ukifuata kwa sababu Rutu alisimamia kanisa fugufugu, kanisa lenye ni ukanisa. Ungesema Rutu alisimamia ukanisa. Hiyo hali ya ukanisa. Mambo ya kuamini kiakili, kujua, lakini haina experience na Mungu. That's right. Naye Rutu alisimamia ufunuo wa bibi harusi. That's right. Kwa sababu alikuwa anamjua Mungu. Unaona? So ilifika pahali wakatengana. Rutu akaenda njia yake. Ibrahim akaenda njia yake. That's right. So Ibrahim akaambiwa sasa tembea tembea. It is true. Unaona? Na imani hii ya bibi harusi yenye inamtayarisha kwa ajili ya kuondoka. Amen. Kumbuka inakuja wakati wanatengana na kanisa. It is true. That's right. Hiyo hali ya kumjua ndugu Branham na kubatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo na kuwa mtu wa kanisa. Inafika pahali sasa, kumbuka hiyo imetoa kanisa. That is true. That is very true. Lakini hapa tunaongea kuhusu sasa bibi harusi naye alitolewa kwa kanisa. It is true. Naweza niambia hiyo ni ahadi. Ndio. That is true. Katika neno. Amen. Bibi harusi angetenganishwa na kanisa. Amen. Bibi harusi ndiye anaenda katika unyakuzi. That's right. It is true. Kanisa linaenda katika dhiki. It is true. Kwa sababu linamjua nabii na linajua ukweli wa neno. That's right. Lakini halina ufunuo wa Bwana. That is true. Hawana uzima wamebeba. Amen. That is true. Ufunuo. Unaelewa? Amen. Okay. That is very true. So bibi harusi anabeba uhai ndani ya moyo. Kanisa linamjua. That is true. Na neno lenye Mungu alifanya nini? Alimpatia. That's right. So inafika pahali wanatenganishwa. Ifika pahali Ibrahim na Rutu wakatenganishwa. Unaona? Sasa baada ya kutenganishwa ndio aliambiwa tembea tembea. Tembea. Right. Hii nchi nimekupa. Amen. Na uzao wako. That's right. Unaona? Ikawa sasa amerithi kutoka kwa Mungu. Amen. That's right. Unaona? Huo ndio ulikuwa urithi wake. That is na true. Uzao wake. Amen. Sisi nasi kwa sababu tu uzao wa Ibrahim kupitia kwa Yesu tuna urithi wetu kiroho. Amen. That's right. Tumeona urithi wetu ni muhuri wa 7. Kwa nini urithi wetu ni muhuri wa 7? Kwa sababu huu ni wakati wa kuja kwa Bwana. Amen. Amen. Naona tunaongea kuhusu pale juu
katika kilele cha Ukristiano. That's right. Pale Bwana sasa anakuja. Kumbuka tangu wakati wa Ephesus. That's right. Wakati kisasi cha kwanza kulikuwa na bibi harusi. That's right. Kisasi cha pili kulikuwa na bibi harusi. Amen. Kisasi cha tatu kulikuwa na bibi harusi. That's right. Kisasi cha nne bibi harusi, cha tano, cha sita, cha saba. That's right. Sisi ndio tuko katika kisasi cha saba pale juu. That's right. Wakati Bwana Yesu Kristo anaandaa kuja kwa. Amen. That's right. Sasa huo ndio urithi wetu. Urithi wetu ni nini? Muhuri wa saba. That's right. Muhuri wa saba umebeba nini? Ufunuo wa Bwana. Amen. That is true. Akija kwa ajili ya unyakuzi. That's right. Hiyo ndio tumerithi. Amen. So what are we saying? Tunasema nini? Ibrahim sasa akapata kuona nchi yake. Akatembea huko, akatembea hiyo siku Ibrahim alishinda akitembea. Unaona? Alafu tunaona kitu muhimu sana. Mstari wa 18 inasema, then Abram removed his tent and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built there an altar unto the Lord. That's right. Baada ya kutembea akaona nchi yake, akakuja akainua madhabahu. Akainua madhabahu. That's right. Akachinjia Mungu toleo. An offering. Amen. That's right. Unaona sasa hii ina umuhimu gani kwetu? Unaona hizi ahadi zetu zenye ziko katika muhuri wa saba. That's right. Utaweza sipata tu Bwana akikusaidia. That is true. Unaona? Na Bwana atakusaidia aje usipomjua. Unaona? That is true. In other words, ni kupitia kwa damu yake. Amen. Ya uokovu. Amen. That is true. Tunafanyika bibi harusi. That is true. Wakati huu. Amen. That's right. Unaona? Sisi ndio Wakristiano. Amen. That is true. Ahadi hizi ni zetu. Amen. Lazima tuwe Wakristiano. That's right. That is very true. Hizi si ahadi za kila mtu. Amen. Ni ahadi za Mkristiano. That's right. Wakati huu. Na Ukristiano wetu umepatikana aje? Kwa damu. That is true. Amen. Bwana akachinjwa kwa ajili ya kumwaga damu. Amen. That is true. Sasa uhai wenye ulikuwa katika hiyo damu, Amen. Wewe na mimi tumeupokea wakati huu wetu. That's right. So in other words, ona juu ya madhabahu haya. That's right. Juu ya madhabahu haya. Amen. Ufunuo wa Bwana akiwa amechinjwa na amemwaga damu wakati huu. That's right. Kwa sababu hapo ndipo tunatoa uhai juu ya madhabahu haya. Amen. Sasa hii nchi ya muhuri wa saba ni yetu. That's right. Amen. 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 Kama vile Ibrahim aliinua madhabahu baada ya kuona hiyo nchi na tayari alikuwa kanyanga kipossess. Amen. Sasa wewe na mimi kupitia kwa damu hii ya brother, niseme hivi, wewe na mimi kupitia kwa ufunuo huu wa damu wenye umetupa imani. Kuka imani yetu imekuja kwa ufunuo wake. Sasa wewe una imani. Sasa mimi nina imani. Na sisi ndio wana wa Ibrahim. Na hiyo imani by faith we possess the 70 seals. Ahadi za muhuri wa saba ni zetu kwa imani. Amen. Yani unaweza amini, ninaweza amini kuhusu kile Bwana amekuahidi katika neno lake wakati huu. Na hiyo imani umepewa kwa sababu ni imani iliyo hai. Imetoka kwa damu yake. Imetoka kwa madhabahu yani umemuinulia Bwana wakati huu. Ama Bwana ameinuliwa katika madhabahu yake wakati huu. That is true. That is very true. Damu yake imefunuka kwako. Amen. That's right. Amen. Amen. Ibrahim akamuinulia madhabahu. So nasi tumepatana naye katika madhabahu ya neno lake katika muhuri wa saba. That is true. Huo ndio uhusiano wetu na Bwana. It is true. Uhusiano wenye umelete kuzaliwa mara ya pili. Amen. That is true. Ona ndugu dada. Haya ni mambo mazuri ukiyajua. Ni ahadi nzuri sana ukijua. That is true. Lakini lazima uwe na uhusiano na Bwana. It is true. Ndio ziwe zako. That is very true.
Uhusiano na Bwana ni wakati na uhai wake. That is true. Sasa ni zangu. Amen. Amen. That is true. So Ibrahimu akatembea alafu akainua madhabahu. Alafu sasa nasi tangu Sunday tumekuwa tukitembea. Amen. Katika hii nchi ya muhuri wa 7 tukitembea tukiuelewa, tukijua mambo yake. That's right. You know, unaona? Na bado ningetaka tufanye hivyo leo, tutembee bado tukiendelea kujua yale ndugu Branham amesema kuhusu muhuri wa 7, kwa sababu ndio ahadi yetu wakati huu. That's right. Amen. Ninakumbuka pale tulikuwa last Sunday tulimalizia tukiona nini? Tuliona vile ndugu Branham akisema ati anatafuta moyo ulio mkamilifu. That is true. Yeye akiwa mkamilifu na ana ahadi zenye ni kamilifu. That's right. Unaona? Anatafuta moyo ulio mkamilifu. Amen. Ndio kwa Roho Mtakatifu aweze kufanya nini? Just a minute. Acha nisome hiyo. I can get it very fast. Ndio tuanze hapo, turudi katika wazo letu. Brother Branham anasema katika ujumbe wa Perfect Faith, imani iliyo kamilifu, anasema this is the coming into that third pool. Ati sasa hii ni kuja kufikia mvuto huo wa 3. And watch a perfect God. Tena umwangalie Mungu aliye mkamilifu with a perfect heart. Na moyo ulio mkamilifu, keep a perfect promise. Akiweka ahadi iliyo kamilifu by his perfect word. Kwa neno lake lililo kamilifu. Unaona? Anaendelea kusema which is sharper than a two-edged sword and a discerner of the thoughts of the heart. Na hilo neno ni kali kuliko upanga ukatao kuwili na linapambanua siri ya moyo. Unaona? What we are coming now to the perfection. Ati nini? Ati sasa tunafikia ukamilifu. Because the people has to come to this in order for the rapture. That's right. Kwa sababu watu lazima wafikie huu ukamilifu kwa ajili ya unyakuzi. That is true. That's what is holding it away right now. Ati hiyo ndio imeishikilia. Amen. That's right. Holding it away, imeishikilia. Is waiting for that church to come into that perfect rapture faith. Ati ikigoja unyakuzi umeshikiliwa. That's right. Hauji, hautufikii. That is true. Umeshikiliwa ukigoja kanisa lifike katika hiyo imani kamilifu na unyakuzi. Naelewa tuko pamoja. Nataka unipe masikio kwa sababu tukishamaliza kuhubiri sasa hiyo imepita. Lakini maybe kuanzia kesho hizi jumbe zenye tunahubiri tutaziweka kwa YouTube. So kama unaweza kwa internet, ukienda kwa internet utapata. So kama haukupata wakati tunahubiri, we ingia kwa YouTube utapata haya mahubiri hapa. That's right. In case you want kufuatilia baadaye. Unaona? Ndugu Kamau ameendelea, tunaona kuna ufanisi. That's right. Utapata kuziweka kwa YouTube. Kuanzia next week. So ukienda kwa YouTube utapata. Lakini nipe masikio yako. That's right. Nipe masikio yako. So what are we saying? That perfect. Mungu anatafuta moyo ulio mkamilifu. Tuliona nawe Sunday, hiyo ndio amekuja ufunuo huu kubuka, ufunuo wa muhuri wa 7. Ufunuo huu wa muhuri wa 7. That's right. Unalete msingi wa imani. Unajua hivyo? That's right. Unalete msingi wa imani. Amen. Alafu kutoka kwa huo msingi wa imani, kwa sababu ni imani iliyo hai, mbegu inatoa ukamilifu huo. That's right. Ukamilifu wenye uko na sifa 7. That is true. Virtue, knowledge, temperance, patience, godliness, brotherly kindness. Alafu yeye anakalia, yeye kichwa. That's right. Unaona? Roho Mtakatifu anakalia hiyo imani. That's right. Unaona? So huo ndio ukamilifu Bwana anatafuta. It is true. So ona
Utaweza fikiria Bwana anatafuta ukamilifu kutoka kwako. That is true. Bwana anakupa huo ukamilifu. Amen. That is true. Kumbuka huo ukamilifu uko ndani ya hiyo imani. Amen. That's right. Na hiyo imani tunapewa bure. By faith. That is true. You know, na kwa neema yake. Tunapewa bure. Na hiyo imani ndio inatoa huo ukamilifu. That's right. Na huo ukamilifu ukiwa ndani ya moyo. Amen. Ukiwa ndani ya moyo. Amen. Sasa huo moyo ni mkamilifu. That is true. Amen. Na huo moyo mkamilifu ndiye anatafuta. Amen. Ndio afanye nini? Akiwa mkamilifu na ahadi zenye ni kamilifu. That's right. Atimize akitumia neno lake lililo kamilifu. Amen. In other words, Mungu anatafuta huyo moyo mkamilifu. Yeah? That's right. Ndio atimize ahadi zenye ni kamilifu akitumia neno lake lililo kamilifu. Kwa sababu aliahidi. Ndio sababu unasikia nikikwambia ahadi yetu muhuri wa 7 sasa. Hizo ahadi zitatimia dada dugu tukiwa na mioyo iliyokamilika. Amen. Ndio sababu ametuletea imani ya unyakuzi. Amen. That's right. Ndio atoe huo ukamilifu kutoka kwa hiyo imani. Amen. Alafu atumie huo ukamilifu wa imani kudhihirisha kile ambacho aliamwahidi bibi harusi chini ya muhuri wa 7. That is true. Amen. So hapo ndipo tulikuwa. So tuendelee kuangalia huu muhuri wa 7. Tuendelee kuangalia huu muhuri wa 7 kwa sababu ndio nchi yetu ya ahadi. Tutembee kama Ibrahimu. Tutembee. That's right. Na vile tunatembea ndio vile tunaona kile ambacho ni chetu kulingana na neno la nabii. Amen. Tukiona ahadi we possess. It is true. Tunakuza imani yetu hapo. Ati kumbe ni Bwana amenipatia hii. That's right. Unaamini. Amen. Ninaamini. That's right. Kwa sababu Bwana hawezi danganya. Hawezi danganya. That is true. It is yours. Amen. That's right. Amen. Sababu imeahidiwa. That is true. Amen. So tunatembea, tunaona hii ahadi. Amen. Tunaona ile ahadi. That's right. Tunaona ile. Tunaelewa muhuri wa 7. That's right. Nini hasa unafanya? Umetoka wapi? Hayo yote ni yetu tuelewe. Kwa sababu ndio nchi yetu ya ahadi. That is true. Tumelithi. Amen. That's right. Amen. Amen. Tumelithi muhuri wa 7 kutoka kwa Mungu. So tuangalie huo muhuri wa 7. By the grace of God. Alafu Bwana atatusaidia. Bwana anasema some ndio vile anasema katika ujumbe wa Souls in Prison, nafsi zenye zimefungwa katika gereza. Anasema hivi, just a minute. Katika huu ujumbe wa Feast of the Trumpets, karamu ya tarubeta, page 22 kwa hiyo kitabu, ndugu Branham anasema hivi, because that seventh seal there was silence. Ati kwa sababu muhuri wa 7 ulikimia. Sisi tumesoma katika Biblia pale tukaona silence in heaven for a space of an hour. Muhuri wa 7 ulikimia. Nasema no one knew that was the minute or hour that Christ would come. Amen. As he revealed it to us. Ati hakuna mtu alijua ati hiyo ndio saa. Amen. Ama wakati Kristo angekuja. Amen. So ilikimia wakati ulivunjwa. That's right. Lakini hakuna mtu alijua hiyo ndio saa ama wakati Bwana Yesu Kristo angefanya nini? Angekuja. That is true. Okay. Alafu unaona anaendelea kusema katika huo ujumbe wa Souls in Prison, nafsi zenye ziko katika jela, page 25 hapo anasema hivi, no angel singing, no praises, no altar call. That's right. No altar service rather. No nothing. There was silence, hushed, deadly silence in heaven for half an hour.
when this seventh seal mystery in the book of redemption That is true. was broke open. Think of it. But it's broke. The Lamb breaks it. That is true. Anasema kuhusu hiyo kimya ya nusu saa. Anasema mbinguni hakuna malaika sasa walikuwa wakiiba. That is true. Hakuna sifa. Amen. Zilikuwa zinaendelea huko. Hakuna yale ile kazi ya madhabahu. Ilikuwa inaendelea. That's right. Hakuna kitu, It is true. kimya. Amen. Unaona? Ate kulikuwa na kimya. That's right. Kimya kabisa. It is true. Amen. Silence. That's Kimya right. kabisa mbinguni kwa muda wa nusu saa. It is true. Wakati huu muhuri wa saba siri yake katika kitabu cha ukombozi unavunjwa. Amen. Atafikiria lakini imevunjwa. It is true. Mwana kondoo anaivunja. Amen. So ona, utaweza enda huko nje usikie waaminio wakisema muhuri wa saba haujafunuliwa. Ndugu Branham hapa anasema umefunuliwa. It is true. So sisi tunaamini muhuri wa saba umefanya nini? Umefunuliwa. Amen. Hatugoji ufunuliwe. That is true. Amen. That's right. Amen. Amen. Unaona? Hatugoji ndugu Branham afufuke. That is au true. pili muhuri wa saba umevunjwa. That's right. Na wakati ulivunjwa ilikimya. That is true. Lakini baadaye tutakuja kuangalia hiyo kimya kwa sababu kumbuka kule juu ni hapa inaongea kuhusu katika kiti cha enzi. That's right. The throne. Pahali mfalme anakaa. Na pahali mfalme hapo kuna That's hizo right. activity It is mbinguni true. tunaona. Amen. Sifa zikiendelea. That's right. Malaika wakimsifu. Amen. That is true. Amen. Hiyo yote ilisimama. It is true. Hiyo yote ilisimama. Amen. Ukiendelea utaona the significance. Utaona umuhimu. That is true. Mfalme sasa hakuwa mbinguni. Amen. That's right. Hakuwa mbinguni. Ukienda ikulu wakati rais hayuko hakuna chochote kinaendelea. Amen. That is true. Na ukitaka kujua pahali rais hapo, ona hali yenye inaendelea. That is true. Kama ni hapa kwa State House. Kama yeye anakuja utaona magari ikiingia ikitoka, shughuli mingi, maaskari hapo wakiongoza magari. That's right. Utajua na wenda ikawa rais hapo ama anakuja. Sasa hapa mfalme hayuko. It is true. Na kumbuka huku ni mbinguni. Amen. Ikakimya. That is true. Wakati muhuri wa saba ulifanya nini? Ulivunjwa. Ilikimya. That's right. Lakini tutakuja hapo baadaye kwa neema ya Bwana. Tutakuja hapo baadaye. So, what we say? Hiyo kimya ya nusu saa wakati muhuri wa saba umevunjwa. Lakini umevunjwa kumbuka. Alafu page 19 huo ujumbe wa Souls in Prison. Brother Branham anasema hivi and the seven is always a mystery. Ati na saba kawaida saba huaga siri ama fumbo. Saba ni fumbo. Kila wakati saba ni fumbo. Watch that seven. Iangalie hiyo saba. Amen. That's the finish. That is true. true. Hiyo inalete mwisho. Amen. That was the coming of the Lord. That is true. Amen. Ati hiyo ilikuwa kuja kwa Bwana. Amen. The coming of the Lord. Angalia hiyo saba. That is true. Hiyo mwisho. Amen. Hiyo ni kuja kwa Bwana. Ona, so wakati ina kimya kumbe Bwana anashuka. That is true. Amen. That was the coming of the Lord. That's right. Tumesoma muhuri wa saba umekimya. Hakuna chochote kinaendelea mbinguni. That's right. Alafu hapa anatuambia that was the coming of the Lord. Amen. That's right. Sasa Bwana anashuka kutoka mbinguni. Amen. That's right. Ikakimya. Amen. That is true. Amen. Ikakimya. Okay. Unaona? So Bwana akashuka. Ukimya huko kwa muhuri wa saba kama vile tumesoma, tuliona the other day Sunday ikihamishwa sasa tuje katika Ufunuo 10. That is true. Tuje katika Ufunuo 10. So
ndio tuendelee kujua yale ambayo yanaendelea. That's right. Na ama tunaenda Ufunuo 10. That is true. Fanya hivyo Sunday. Tukaona Bwana sasa tutaweza endelea kumwangalia na matendo yake. That's right. Na kazi yake katika Ufunuo 10. Amen. Kikimi ya muhuri wa 7 sasa tunahama tunaenda katika Ufunuo 10. Amen. That's right. Bwana alituambia ati muhuri wa 7 ndio hiyo Ufunuo 10. That's right. So kama kwa mfano ukienda ikulu ukose mfalme, utaweza uliza na mfalme yuko wapi? That's right. Rais yuko wapi? Utaweza ambiwa alienda Nyeri. That's right. Ama ako Kisumu. Unaona? Ama ako Ethiopia. That is true. Sasa ukija katika muhuri wa 7, Amen. Ufunuo 8:1. That's right. Mfalme hayuko. It is true. Unamfuata huyo mfalme katika Ufunuo 10. That is true. Unamfuata katika Ufunuo 10. Amen. Ni nini kinaendelea? That's right. Nini anafanya? Hallelujah. Unaona? Ni kwa nini haya? That is true. Huu ni urithi wetu. Amen. Every reason to know what is happening. That is true. Kuna kila sababu ya kujua. Amen. That's right. Muhuri wa 7. Amen. That is true. Kwa sababu yote chini ya muhuri wa 7 Amen. ndio urithi wako. That is true. Urithi wangu. It is true. Ndio urithi wako. Amen. Okay. Ndio urithi wako, ndio urithi wako. Kumbuka, muhuri wa 7 kama vile tulisoma Sunday, ni muhuri wa 7 kati ya mihuri hiyo ingine. Ni mihuri 7. It is true. Kitabu cha ukombozi kama vile tumeambiwa na kimefungwa na mihuri 7. Kimefungwa na mihuri 7. Kitabu cha ukombozi. Alafu sasa yeye anashuka ili afungue hiyo mihuri. That's right. Kitabu kiwe wazi. Kiendelea. Ndio kushuka kwake. Ndugu Branham anasema ndio aje afungue hiyo mihuri 7. Ngoni kusomea kidogo hapa. Sikie. Anasema hivi katika huo ujumbe wa It is the rising of the sun. Kutomosha kwa jua. Paragraph 118 ama 45, chochote kinategemea na kitabu gani uko nacho. Brother Branham anasema he is the one who opened those seals. Yeye ndiye alifungua hiyo mihuri. That's right. He is those seals. That is true. Yeye ndiyo hiyo mihuri. For the whole word of God is Christ. That's right. Kwa sababu neno lote la Mungu ni Kristo. And Christ is the seals that was opened. Amen. Na Kristo ndiye kufunguliwa kwa hiyo mihuri. It is true. Ni Kristo. Amen. Anasema what is the opening of those seals then? Ati kufunguliwa kwa hiyo mihuri ni ya nini? Revealing Christ. Amen. That is true. Weka wazi Kristo. That is true. Kumfunua Kristo. Amen. Amen. Ni kumfunua Kristo. Amen. Sikiza. Amesema ati yeye ndiye alifungua hiyo mihuri. That is true. Na yeye ndiyo hiyo mihuri. Amen. Ati kufunguliwa kwa mihuri 7 ni kumfunua Kristo. Basi angalia, ilibidi Kristo ashuke. That's right. It is true. Ili ajifunue kwa bibi harusi. Amen. Bibi harusi amjue. Haya, na ndio ajifunue kwa bibi harusi, ilibidi afungue hiyo mihuri 7. That is true. yenye ilikuwa inamficha. Amen. Ama yenye ilificha ufunuo wake. It is true. Utaweza niuliza ndugu Mwangi, unasema nini? Fikiria. Watu wengi husema Yesu, Yesu, Yesu niokoe, Yesu niponye, Yesu nibariki. It is true. Fikiria. Lakini wanamjua. Unaona? Hapo ndipo charity. Hapo ndipo charity. That's right. Kwa sababu utaweza taja Yesu kwa sababu umemsikia. That is true. Umemsikia. It is true. Unaona? Wakati Batimayo alisikia ni Yesu, alisema mwana wa Daudi, nihurumie, mwana wa Daudi. That's right. Lakini Bwana akaitana akamwambia akuje. That is true. Unaona?
Hata ingawa Bartimayo hakuwa anamuona, hakuwa na macho, akapewa macho, akamuona. That's right. Yani what am I saying? Ninasema nini hapa? Tunaongea kuhusu kumjua. Amen. That's right. Kumjua. It is true. You know, anajiweka wazi ili tumjue. Kwa sababu tutahitaji imani. It is true. Yenye ina ufunuo wake. Amen. That's right. It is true. Amen. Katika neno. That is true. Tutahitaji Amen. That's imani right. ya unyakuzi. Na imani ya unyakuzi ni imani yenye iko na ufunuo wake. Amen. That's right. It is true. So sasa hatusemi Yesu mwenye hatujui. That's right. Tunasema Yesu mwenye tunajua. Amen. Amejifunua. That is true. Amen. Bibi harusi alitakiwa amjue. Amen. That is true. Amen. That is very true. Na unaona baba yetu Ibrahim alimjua Mungu. It is true. Amen. Ibrahim hakuwa anasema Mungu. Ibrahim alikuwa anasema yule Mungu. Amen. That's right. Alimjua. It is true. Na pahali walikutana na yeye. Amen. That is very true. Amen. Yule Mungu. Yule, angalia, na utaona huo msemo na Isaka. Utaona huo msemo na Yakobo. It is true. Ati yule Mungu. Amen. Nitoa mwenye right. aliniambia. It is true. Yule mwenye aliniambia. Unaangalia, unapata Yakobo akirudia that instance. Amen. That's right. Pahali alipata experience. Amen. That is true. Amen. Mwenye aliniambia. That is true. Mwenye you know, kwa sababu alimjua. Amen. That's right. Hallelujah. Sasa sisi ni wana wa Ibrahim. That is true. Amen. So nasi tuna haki ya kumjua. That is true. Kama baba yetu Ibrahim. Amen. Tuna haki ya kumjua. Kumjua. Amen. That is true. Kama vile Ibrahim alimjua kwa ufunuo. Amen. Sisi nasi tunamjua kwa ufunuo. That is true. Amen. By revelation. Kwa ufunuo. That is true. Ufunuo basi ni nini? Ufunuo ni wakati Mungu anajiweka wazi. That's right. Amen. That is true. Wewe na mimi tunatakiwa tuwe zaidi ya kusikia. It is true. Zaidi ya kusoma. Amen. That is true. Tuwe tuna experience. Amen. That's right. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. That is true. Fikiria dada ndugu, ninasema nini? Ati sasa yule Mungu usoma juu yake katika ujumbe. That's right. Yule Mungu usoma juu yake katika Biblia. Amen. Yule Mungu That's right. usikia mhubiri akimhubiri. Amen. Ukutane. That is true. Amen. That's right. Anajiweka wazi. Amen. Amen. Tunashangaa. Hiyo ndio imekwamisha imani. It is true. Na hiyo ndio tunakuwa tufikie hiyo imani. Amen. It is true. Ndio sababu unaona hata miongoni mwetu kupungukiwa huku. It is true. Kukosa huku. Hali zenye zinatuchallenge. It is true. Hata tukishikana mikono hatuna jibu. That is true. Na si atesi yetu. Kwa sababu imeahidiwa. That's right. Chini ya muhuri wa 7. It is true. Bibi harusi angekuwa, bibi harusi angefanya, bibi harusi angeweza. That's right. Lakini hatuwezi. Kwa sababu gani? Kwa sababu imani yetu inakuwa. That is true. Mambo ni mawili. Either Mungu awe anadanganya. That's right. Ama sisi tuwe hatujamfikia. It is true. Mungu hawezi danganya. Amen. Sisi ndio hatujamfikia. That's right. Kwa imani. It is true. That is very true. So unaona haya ni muhimu ukiyajua. Kwa sababu it reveals him. That's right. And his plan for you. It is true. Unaona alituambia. Inamuweka wazi. Amen. Ndio sababu umeona tunakwama katika mwili. It is true. Mambo yake. Ndio sababu tunapungukiwa. That's right. Ndio sababu tunakutokuweza. Unaona? That is true. Haya yote. Kwa nini? Kwa sababu Amen. imani yetu haitakuwa. That is true. Imani yetu itakuwa ifike kilele. Amen. Kumjua yeye. That's right. It is true. Amen. That's right. Unaona? Wakati Petro alipata ufunuo, naye Bwana akamwambia his plans for him. That is true. Ati na wewe ni, aliitwa Simon, kumbuka. Akamwambia na wewe ni Petro. Na juu ya mwamba huu wa ufunuo nitajenga kanisa langu. Ati nitakupa kifunguo ya uzima. That's right. Unaona?
I will give you the keys to the kingdom. Amen. So akaendelea kumwambia Petro. Alianza akiwa Simon, akawa Petro, akawa sasa ndiye atapewa kifunguo ya ufalme. Haya yote unaona, nami wewe na mimi tukipata ufunuo wake ataanza kutuonyesha mahali petu katika mpango wake. That is true. Vile unamjua vile Amen. That's right. Ndio imani yangu itajengeka. Amen. Kwa sababu ananionyesha vile ninahusika katika mpango wake right. Wakati huu. It is true. Ananionyesha vile ninahusika. Amen. Okay. Brother Branham anatoka kutuambia kufunguliwa kwa muhuri, hiyo mihuri ni kumweka Kristo wazi. Huo muhuri wa 7 buka. Okay. So tunaona nini? Tunaona Kristo akishuka ili aweze kufungua hiyo mihuri 7. Aweze kufungua hiyo mihuri 7. Okay. Alafu tunasoma ndugu Branham akisema hivyo, acha nikusomee. Anasema kwa ujumbe huo wa Source Gleason, Brother Branham anasema hivi, page 7, anasema the 7th seal brings him back to earth. That is true. Muhuri wa 7 ndio unamlete hapa duniani. It is true. Amen. Muhuri wa 7 ndio unamleta hapa duniani. Alafu ule ujumbe unaitwa from that time. Alihubiri kule Washington. Brother Branham anasema hivi, and this is my ministry to declare that he is here. Ati na hiyo ndio huduma yake. That is true. Kutangaza ati Bwana ameshuka. Ameshuka. That's right. Bwana ameshuka. Kidogo tutarudi, lakini kidogo tuangalie kitu. Kwa nini alimtuma ndugu Branham? That's right. Kilia. Kwa nini alimtuma ndugu Branham? Ndio amtengenezee njia. It is true. Katika mioyo. Watu waamini. Amen. Watu wajitayarishe katika mioyo yao. That's right. Kumpokea. It is true. Kwa sababu walikuwa wamefungwa katika udhehebu na mambo yenye ilikuwa kinyume cha Biblia. That's right. Ukatoliki na mambo mengine haya yote. Udini, udhehebu. That's right. So akamtuma nabii ndio atengeneze njia ndani ya mioyo. Amen. Tuwe tunajua huu ndio ukweli. Ukweli wa Biblia ni That's huu. right. Toba, ubatizo. You know? Amen. Ukweli huo unatengeneza njia. That's right. Katika mioyo yetu. Amen. Kwa ajili ya kumpokea. That is true. Amen. Unaona? Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. Amen. Akamtuma nabii ndio amtengenezee njia. Alikuwa nyuma akija. That is true. Na hivyo ndivyo alifanya wakati alikuja mara ya kwanza. Alimtuma nabii. That is true. Yohana Mbatizaji. Amen. Amtengenezee njia. Si ilisema hivyo katika kitabu cha Isaia? That's right. Amtengenezee njia. Tengenezeni njia ya Bwana. Amen. Unaona? Amen. Yohana Mbatizaji kazi yake ilikuwa kutengenezea Mesia njia. That's right. Alikuwa na huduma fupi na ya haraka. It is true. Unaona? Akatengeneza mioyo ya Mafarisayo na Masadukayo. Amen. Akatengeneza mioyo ya Israeli. That's right. Kwa ajili ya kumpokea Mesia. Mababa. That's right. Wakawa tayari kwa ajili ya kumpokea Mesia. Amen. Unajua hivyo ndivyo alisema alikuwa amesema na nabii Malaki. It is true. Ati ningewarejeshea Elijah aliye nabii. That's right. Na angegeuza mioyo ya mababa waelekee wana. That is true. Amen. Kugeuza mioyo ya mababa iwaelekee wana kulingana na Malaki. That's right. Ni kutayarisha mioyo ya mababa Israeli kumpokea Mesaya. That's right. That is very true. Amen. Akamtuma Yohana Mbatizaji
kwa ajili ya hiyo kazi. That's right. Yohana Mbatizaji alikuwa nani? Alikuwa Alikuwa mtu It is true. mwenye alikuwa na roho wa Elijah. Amen. That is true. Yohana Mbatizaji alikuwa na roho wa Elijah. Ndio atimize hayo maandiko kulingana na vile Maraki nabii alisema. That's right. Haya, sasa aliahidi angemtuma Elijah mara ya pili. That is true. Kwa watu wa mataifa. Amen. Wakati huo ilikuwa kwa Israeli. It is true. Akiwa Yohana Mbatizaji angekuja kwa watu wa mataifa. Amen. Kwa sababu sasa Bwana alikuwa anakuja mara ya pili. That is true. Huyo Mesaya angekuja sasa mara ya pili kwa ajili ya unyakuzi. That's right. Ona, kwa nini alimtuma Yohana Mbatizaji? Kwa sababu wao ndio walikuwa na ukweli wakati huo. It is true. Na wao ndio walikuwa wanamngojea Mesaya. Amen. That is true. That is very true. Kwa nini anamtuma mara ya pili kwa watu wa mataifa? Amen. Kwa sababu sasa sisi ndio tuko na ukweli. That is true. Sasa sisi ndio tunamngojea Mesaya. Amen. That is true. Amen. Tuna ahadi ya unyakuzi. Tuna ahadi ya kubadilishwa mwili. That's right. Tuna ahadi ya wafu wakifufuka. Na zile ahadi zenye ziko katika huduma ya bibi harusi chini ya mfuto wa 3. That is true. Na hizo ahadi sasa lazima akuje kwa ajili ya That's right. hizo ahadi kwetu. It is true. Israeli walimkataa, wakamsulubisha. That's right. Akaenda kwa mataifa. Sasa sisi ndio tuna Yesu. Amen. That's right. Amen. Sasa kwetu akamtuma nabii Branham. That is true. Kwa ajili ya kuandaa imani yenye mpokea. That's right. Mesaya. Amen. Amen. That's right. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. So, unaona akamtuma nabii Branham. Alafu ndugu Branham akaja akatengeneza njia. Kama vile Yohana alitengeneza njia. Yohana alitengeneza njia aje? Yohana aliweka kando mafundisho ya kidhehebu. That's right. Yenye ilikuwa imewaondoa katika ahadi. That's right. Akarudisha ukweli wa neno. Amen. That is true. Unaona? Na akija akimtuma Elijah mara ya pili. That's right. Kazi yake ingekuwa kutengeneza njia. That is true. Kuondoa uongo na makosa ya Amen. That's right. Ndio tuweze kuwa na ukweli wa Biblia kama vile ulivyokuwa na mababa zetu. Amen. Kilia ukweli wa Ukristiano kama vile ulikuwa na mababa zetu mitume. Amen. That's right. Ndugu Branham nabii akatengeneza hiyo njia. Tukawa na ukweli. That's right. Ubatizo ukarudi. Amen. Toba ikarudi. That is true. Amen. Unaona? Hiyo ilikuwa ni kutengeneza njia. That's right. Kwa ajili ya kumpokea Mesaya. Amen. That's right. It is true. Brother Branham akatengeneza njia. Wakati alimaliza kutengeneza njia, akawekewa wazi hiyo mihuri 7. That is true. Mesaya sasa alikuwa anashuka. Amen. That's right. Alikuwa anashuka. It is true. Kwa sababu njia tayari ilikuwa imetengenezwa. Amen. Angalia wakati wa Yohana. Wakati Yohana alimtengenezea njia. That's right. Mesaya akaja. Amen. That is true. Pale mtoni wakakutana. Amen. That's right. Kwa sababu alikuwa ametengenezewa njia. Amen. Amen. Na Elijah. That is true. Ndani ya Yohana Mbatizaji. Amen. Ningemtuma Elijah nabii. That is true. Ageuze mioyo ya mababa kuelekea wana. That is true. Na wakati ndugu Branham alimtengenezea njia kuondoa uongo na makosa ya udhehebu katika neno. That is true. Mesaya. Amen. That's right. Amen. That is true. Mesaya akakuja. Amen. 7 ukawekwa wazi. That's right. Kwa sababu unasikia ndugu Branham akisema hapa the 7th seal brings him backward. That is true. Amen. Muhuri wa 7 unamlete hapa duniani. That is true. Amen. Namleta hapa duniani. Okay. Sasa tuendelee. Naona the 7th seal brings him back to earth. Muhuri wa 7 ukamlete hapa duniani.
Na hiyo ndio ilikuwa huduma ya ndugu Branham, kutangaza ati ako hapa sasa. That's right. Ndugu Branham angemaliza kazi yake mpaka kwanza Mesaya ashuke. It is true. Fikiria, Yohana Mbatizaji hangemaliza kazi yake mpaka wakutane na nani? Na Mesaya. It is true. Je, alisema niliambiwa mwenye nitaona Amen. Roho wa Mungu akishuka kama ua That is true. akae juu yake. Amen. Ye huyo. That is true. Akaambia akina Andrea, mwana kondoo wa Mungu Amen. That is true. Unaona? Amen. Alikuwa ameambiwa mpaka ni nani? Mpaka kuja kwake. Na akapewa ishara. Amen. That is true. Akapewa Amen. ishara. That is true. Mwangalie ndugu Branham, naye alipewa ishara. Amen. Akahubiri ujumbe saa. That is true. This is the time. Amen. That's Akasema, right. Bwana, wakati ndio huu. That's right. Aliona kwa ono akienda magharibi. That's right. Na malaika 7 wakishuka. It is true. Kwa ajili ya ujumbe. Amen. Ulete Mesaya. Amen. That is Akaona true. kwa ono. Na yale aliona kwa ono Amen. ikatimia. That's right. Amen. December 1962. That is true. Akahubiri saa. It's the time. Thereabout December, October, thereabout. It is true. Amen. Akahubiri 1962, kuelekea mwishoe. Akahubiri saa. This is the time. That's right. Alafu unaona mwaka uliofuata 1963 March. That's right. Unaona? Oh my. Malaika 7. Amen. That is true. Amen. Hallelujah. Amen. Kwa ajili ya kumleta Mesaya. Amen. Okay. Nana Branham anasema nini? Tusome kidogo. Anasema hivi. Ndio huu ujumbe wa Bridge. Kitabu cha Mihuri paragraph 74 anasema hivi. Bridge. And when the seals are broke and the mystery is revealed, down comes the angel, the messenger, Christ, setting his foot upon the rod and upon the sea with a rainbow over his head. Now remember, this seventh angel is on earth at the time of this coming. That's right. Atina wakati mihuri inavunjwa na siri inafunuliwa, malaika anashuka na ni mjumbe Kristo. Amen. Weke mguu mmoja katika bahari na mwingine katika nchi kavu. That's right. Akiwa na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Atikumbuka mjumbe wa 7 angekuwa duniani. Amen. Wakati wa kuja huko. That is true. Tukaona Sunday ni wakati gani huo? That is true. Walikutana katika mlima Sunset. That's right. Wakakutana 1963. Amen. Mjumbe wa 7 ndugu Branham. It is true. Na Mesaya. Amen. Wakakutana. That's right. Katika mlima Sunset. Amen. Unaona? Amen. Wakakutana katika mlima Sunset. That's right. Ati sasa tuliona Sunday kuja huko kwa Kristo, alikuja akiwa mjumbe. That is true. Akaja akiwa malaika. Akaja akiwa mjumbe. It is true. So Kristo hakushuka katika mlima wa kutua kwa jua Mount Sunset akiwa na mwili wake. It is true. Ile mwili na Amen. That's right. Alishuka akiwa malaika. That's right. Akiwa na mwili wa malaika. It is true. That's right. Alishuka akiwa malaika, lakini Amen. That's right. Branham anasema hivyo hapa. Down comes the angel. Amen. The messenger, Christ. It is true. Malaika akashuka na ni mjumbe, ni Kristo. Amen. So kushuka huko, Kristo alishuka akiwa malaika, akiwa na ujumbe. That's right. Kwa ajili ya bibi harusi. Amen. That is true. Kwa ajili ya bibi harusi. So ujumbe wa unyakusi ulikuwa na mjumbe. Amen. Kristo. That is true. That is very true. Amen. Ujumbe wa unyakusi ulikuwa na mjumbe. Amen. That's right. It is true. Bwana Kristo ndiye alikuwa mjumbe. Na tuliona ni kama wakati wa Isaka. Isaka ndiye alikuwa na ujumbe. That's right. Amen. That is true. Isaka ndiye angepokea Rebeka. Isaka ndiye angeingiza Rebeka katika hema, ampe
siri za nyumba yao. It is true. Eliezer angefanya hivyo. Kazi ya Eliezer ilikuwa ni kwenda kulete bibi harusi. Amen. That is true. Naona Eliezer akaenda mpaka kule. Amen. Akaweka Rebeka juu ya hizo ngamia. That's right. Akamlete. Wakakutana na Isaka. Amen. That's right. Akamkabidhi Rebeka. Rebeka na Isaka wakaingia katika hema. That is true. Tuliona ndugu Branham akisema muhuri wa 7, ujumbe wa muhuri wa 7. Amen. It is not to the public. Sure. That's right. Umma kule nje. Ujumbe wa muhuri wa 7 si kwa kanisa. That's right. Ujumbe wa muhuri wa 7 kwa bibi harusi. It is true. Amen. Ni siri. Ndio sababu imekimia. That's right. Kwa nusu saa. Amen. Kwa sababu ni siri. It is true. Hallelujah. Amen. Fikiria. Fikiria. Kama vile Eliezer hakuhusika sana na hiyo, hata ndugu Branham hangehusika sana na hiyo. It is true. Kwa sababu unaona tunaambiwa hapa ni nani anashuka? Ni Kristo. Amen. Akiwa mjumbe. It is true. Amen. Akiwa mjumbe. Kwa nini awe mjumbe? That's right. Tayari alikuwa na mjumbe mwingine wa Amen. 7. That is true. Kwa sababu muhuri wa 7 Amen. ubeba siri ya unyakuzi. That is true. Mjumbe wa unyakuzi ni Kristo. Amen. Angemletea bibi harusi. It is true. Amen. Kumbuka, yeye ndiye angemnyakua. That's right. Yeye bibi harusi ni mali ya Kristo. Amen. Ni mke wa Kristo. That is true. Sasa Amen. ujumbe wa muhuri wa 7 ni barua ya upendo. Amen. Kwa mke wake. That is true. Ni barua ya upendo kwa Amen. mke wake. That's right. It is a message of love. Amen. Ni ujumbe wa upendo. Amen. Ni barua That ya is true. upendo. Ni Amen. ujumbe wa upendo. That's right. A message of love. Amen. That is Bwana, true. Eliezer hangecheza hiyo nafasi. Amen. That is true. That is very true. Angecheza hiyo nafasi. Amen. Ndio sababu alisema sasa amekuja. Sasa mimi nitafungua. That's right. Na yeye atainuka. That's right. Eliezer angecheza hiyo nafasi. Amen. Kwa sababu ilikuwa ni uhusiano wa mtu na mke wake. That's right. Bwana Yesu Kristo asifiwe. Amen. Okay. Kristo akashuka akiwa mjumbe na akiwa malaika. Akaweka mguu mmoja katika nchi kavu na mwingine katika bahari, akiwa na upinde wa mvua juu ya kichwa chake. Unaona? Now remember, this seventh angel is on earth at the time of his coming. Tukumbuka mjumbe wa 7 angekuwa hapa duniani wakati wa kuja huko. So muhuri wa 7 ndio ulimlete hapa duniani. Amen. Na tuangalie kidogo ndio tuelewe. Hapo kuna jambo lenye tutaweza elewa kuhusu hiyo mihuri 7. Kumbuka ni kitabu kilifanya nini? Kilifungwa muhuri 7, kilifungwa na mihuri 7. Kama ningekuwa na chokaa kidogo hapa ningekuonyesha kitu muhimu sana. Kila hatuna chokaa. So forget about it. Tupande tu nilikuwa I wish I had a piece of chalk. Kama ningekuwa na chokaa. Hebu kuonyesha kitu. Kuonyesha kitu hapa. Hiyo kitabu cha mihuri. That is 7 sealed book, kitabu cha mihuri. Naona kuonyesha kitu hapa. Kitabu cha mihuri. Kitabu cha mihuri. Kitabu cha mihuri. One, two, three, four, five, six, 7. Ni kitabu cha mihuri. Sasa angalia kitabu cha mihuri ndio tuelewe kuhusu muhuri wa 7. Kitabu cha mihuri. Unaona, zamani hawakukuaga na vitabu
kama hii iko naye, kama hii iko naye. Hakukuwaga vitabu kama hizi zamani. Kitabu kilikuwaga kile tunaita kwa Kiingereza a scroll. That's right. Kikujo. Tunasema kikujo. Kitabu kingekuwa ni kikujo. Yaani ni kusema nini? Ona, sasa tuseme hii ni karatasi moja. Hiyo akiandika anakuja. Unaona? That's right. It is true. Alafu ya pili ikiandikwa inawekwa juu ya hii inakunjwa. Naona sasa hii ni 2. Ya tatu inakunjwa. That is true. Inakunjwa. Ya 5 inakunjwa. Ya 6 inakunjwa. Ya 7 inakuja. Sasa inakuwa ni kikujo. That is true. Amen. Inakuwa ni kikujo. Nina demonstrate ndio waone. I hope hata wale wako huko nje wanaona. That's right. Jana na wao utakuja. Naona kikunjo. So hiyo ndio ilikuwa, wakati Biblia inaongea kuhusu hicho kitabu inamaanisha hivyo. Kikunjo. That's right. Unaona? Okay. Angalia hicho kikunjo. So tunasema nini? Sasa anakuja kufungua hiyo mihuri. Kumbuka, angalia, kila kikunjo kimeandikwa ndani. That's right. Na huku juu kimetiwa muhuri. It's true. Kama vile ungeweza chukua sellotape. Tuona sasa hii nimekuja niweke sellotape hapo. Sasa ikae hivi. That's right. Alafu niweke ingine juu yake. Niweke sellotape pale. That's right. It is true. Alafu niweke ingine juu yake. Niweke sellotape pale inafikia. So hiyo ilikuwa mihuri 7. That's right. Yenye ilifungia yale yalikuwa ndani ya kitabu. It is true. Kumbuka kimeandikwa na kimekunjwa. That's right. Sealed. It is true. Ungeona kwa sababu iko ndani. Alafu muhuri uko nje. It is true. Ndio uelewe. Sasa Bwana ndio ashuke. That's right. Fikiria. Ndio ashuke. Tumesoma nini hapa? The seventh seal brings him here back to earth. Naelewa? That's right. Ninasema. Ndio Bwana ashuke. Kumbuka. Amen. Amen. Ndio Bwana ashuke. Muhuri wa 7 ndio ulikuwa umefanya nini? Umefungwa. Umemfungia. So ukiangalia hii muhuri ambao uko nje hapa ni wa kwanza. Ni wa 7. Muhuri wa 7. That's right. It is true. Anaanza na muhuri wa 7. Ndio umlete hapa duniani. Amen. That is true. Bwana angefungua hii mihuri. Alafu anampa ndugu Branham. That's right. Akahubiri. Amen. Brother Branham anasema kila siku malaika angekuja. Amen. That is true. Akimletea muhuri. Akihubiri muhuri wa kwanza hakujua kilicho katika muhuri wa pili. Amen. That is true. Lakini tunasema nini cha muhimu? Muhuri wa 7 ndio ulimlete. Amen. Hapa duniani. Amen. Kilia. Muhuri wa 7 ndio ulimlete hapa duniani. Amen. That is true. Kumbuka wakati hao malaika 7 walishuka, alimwambia rudi kwenu ukahubiri hiyo mihuri 7 yenye iko kitabu cha Ufunuo. Amen. Utawekewa wazi. Amen. Kwa nini angemwambia akiwa mbinguni? Kwa sababu lazima angeshuka. Amen. That's right. It is true. Lazima angeshuka. Kwa ujumbe ndugu Branham hakuupata mbinguni. Amen. Ndugu Branham aliupata hapa duniani. Amen. That is true. Wakashuka malaika 7. Wakamwambia rudi kwenu. That's right. Kahubiri hiyo mihuri 7. It is true. Nakumbuka wa 7
au malaika 7 wa 7 ndiye alibeba huo muhuri wa 7. Amen, that is true. Anasema vile alikuwa ameweka mabawa yake. Amen. Anasema he is the one with that 7 seal. That's right. So wakashuka wakampa ujumbe wa mihuri 7. That is true. So ninasema nini? Na wa 7 kumbuka ndio ulimlete hapa duniani. Amen. Si muhuri wa kwanza. It is true. Si muhuri wa pili. Amen. Si muhuri wa 3. That is true. Wa 4 wa 5 ni wa 7. Amen. Ulimlete hapa. That is true. Amen. Clear. Kwa sababu iko tuliambiwa nini? It is a mystery. Ni fumbo. Wa 7 ukamlete hapa. Ndio weke wazi. That's right. Harusi ujumbe wa kuja kwake. So anaanza na wa 7 unamlete hapa. Alafu hii mingine yote iweka wazi. That is true. Amen. Brother Branham nilikuwa ninafuata hiyo katika ujumbe wa first seal. Nilikuwa ninafuata hiyo. Akieleza kuhusu hiki kikunjo, anasema inakujwa kwanza, anasema first seal. Inakujwa pili, second seal. Unaona? Hasemi inakujwa ya kwanza 7th seal. Nilikuwa ninamfuata sana hapo kwa sababu nilikuwa nataka kuwa na uhakika wa kile ninasema. That's right. Anasema inakujwa ya kwanza first seal. That is true. Hata inakujwa ya pili second seal. Amen. So tunasema nini? Amen. Kama ilikujwa ya kwanza first seal. That is true. Ndio iko ndani. Amen. Amen. Hadi ifikia hii. It is true. Mpaka aanze na ya 7. That is true. Kwa sababu ndio iko juu. Kama hii ndio ingekuwa 7th seal. That's right. Ingeanza na first seal. It is true. That's right. Lakini kumbuka inaandikwa. That is true. Inafungwa. Ya pili. Amen. Ya 3. It is true. Ya 4, ya 7, ya 6, ya 5, ya 6, ya 7. That's right. So, ukiangalia hiyo utaona he must have started with the 7th seal. That's right. It is true. Na muhuri wa 7 Amen. ndio unamlete hapa duniani. It is true. It is very much in order. Kwa sababu muhuri wa 7 unamlete hapa duniani. Amen, that's right. Ili aweke siri yake kwa ajili ya bibi harusi. It is true. That's right. Unaona? The 7th seal brings him back to earth. That is true. The first seal. Na tumeona hapa yeye akisema when the seals are broke. That's right. And when the seals are broke and the message is revealed, down comes the angel. When the seals are broke and the mystery is revealed. Ndugu, utaweka chini kidogo hiyo simu sababu ninaona mawazo ya hawa inakaa hapo kwako. In fact, ingekuwa mzuri kama ungeweka chini hiyo nimalize kuhubiri. Najua wakiweka mawazo hapa kwa simu obviously they are wasting their time. Wanapoteza wakati wao. Sababu watarudi waende nyumbani. Ilikuwa ni kuja kanisani. Na mimi ninang'ang'ana hapa. Unaona? So, nisipokuwa tu hatuna kifaa kizuri chenye tutaweza simamisha kule nyuma. So that our recording ifanye kule nyuma. Unaona? Haifai tutafungulia. Kwa sababu huenda ikawa kuna kondoo kule nje. Bwana atafuta. Amen. Atafuta. Na unajua zote hatutakuja hapa, siamini. Bibi harusi popote alipo atanyakuliwa. Na lazima ujumbe wake umfikie. Hatujaanza kuweka, hatujui. Lakini ni kutafuta njia ya kuwafikia. So wewe usiangalie simu kama ulikuja hapa kuangalia simu. Ulikuja hapa kusikia ujumbe. Kwa sababu ninaamini wewe ni moja ya hao kondoo. Unless wewe si moja ya hao kondoo. Kama wewe si moja ya hao kondoo utaweza angalia simu. Kwa sababu after all hauna shughuli na unyaku. Hauna shughuli. Na kama ni kuangalia simu honestly, ungekuja hapa, ungekuwa na kazi ya kuosha vyombo,
kufagia, kufanya shughuli zingine nyumbani. Honestly, kwa sababu hayo ni muhimu kuliko kuangalia simu. Fikiria ukuje uketi ukiangalia simu. Doesn't make sense. Haina. So nisikize, siko bali, I'm almost through. Sababu ni saa 6 inaelekea, I'm almost through. Siko bali, naona quotations zile zimebaki, nitaenda nazo bio. So tunasema nini? Lazima angefungua muhuri wa 7 ndio aweze kuweka. That's right. It is true. Brother Branham, ningekwambia ningefuata yeye akisema the first seal, second seal, third seal vile inawekwa. Nakumbuka huo ni ujumbe. That's right. Hapo. So muhuri wa 7 mwelete chini. That is true. Alafu tunaona hapa akisema when the seals are broke and the mystery is revealed, down comes the angel. Angel. That's right. Mihuri ikivunjwa na siri ikiwekwa wazi, malaika anashuka. That is true. Ni Kristo. Amen. Ye mjumbe. That is true. Unaona? Amen. Malaika anashuka. Unaona? That is true. Hiyo true. mihuri ingevunjwa. It is true. Hiyo ifanye nini? Ndio Kristo aweke wazi Amen. hapa duniani. That is true. Bibi harusi. Amen. Siri ya kuja Kwake. kwake. Amen. That is true. Aweke wazi kwa bibi harusi siri ya kuja kwake. Tuendelee kwa neema ya Bwana. So what are we saying? Kikujo hicho kilibeba hiyo mihuri 7. Hii ndio kitabu cha mihuri 7. That's right. Alafu ingevunjwa, siri ikiwekwa wazi. Alafu wa 7 wenye ni mali yetu. That's right. Ukamlete hapa duniani. Amen. Ukamlete hapa duniani. Okay. Utaweza sema, lakini tunaona akimpea ndugu Branham muhuri wa kwanza. Amen. Muhuri wa pili. That's right. Ndugu Branham unajua alianza na muhuri wa kwanza. It is true. Utaweza niuliza, na hiyo aje ndugu Mwangi? Mimi sijui. Amen. Lakini muhuri wa 7 ulimleta hapa duniani. That is true. Na ndugu Branham anasema anaanza na wa kwanza. Amen. Katika kikujo. That is true. You know, inakujwa kwanza wa kwanza kuendelea. That is true. Na angalia tunaweza sema nini? Fikiria. Muhuri wa kwanza, that's right. Muhuri wa pili, muhuri wa 3, that's right. Muhuri wa 4. Amen. Tunaona ni yale yenye alifanya. It is true. Muhuri wa kwanza akiwa simba wa Yuda. Amen. Wakati wa kule nyuma. That is kisasi true. cha kwanza, kisasi cha pili. Akiwa simba wa Yuda. That's right. Wakati muovu angejifananisha na ukweli. That's right. Huo ujaja wa muovu. Muhuri wa pili. Amen. Akiwa that's right. Kule nyuma katika kisasi cha kule nyuma. That is kisasi true. cha 3, kisasi cha 4. Muhuri wa 3 kule nyuma. Amen. Kisasi cha 4. That is true. Cha 4. Muhuri wa pili kisasi cha 3. Muhuri muhuri wa kwanza kisasi cha kwanza. That's right. Muhuri wa pili kisasi cha pili. Muhuri wa 3 kisasi cha 3. That's right. Muhuri wa 4 hapo. That is true. Muhuri wa 3 kisasi cha 3 na cha 4. Muhuri wa 4 hapo. That's right. Yaani tunasema nini in short? Tunasema hivi, muhuri wa kwanza hadi wa 4 kama tungefuata katika kitabu. That's right. Ukiweka wazi sana yale ambayo yeye alifanya katika nyakati zenye zilikuwa nyuma. That is true. Kwa sababu kumbuka Yohana aliambiwa uandike yale uliona, yale yalikuweko na yale yanaendelea na yale yatakuweko. That is true. So Bwana alianza kuonyesha vile alikuja. Amen. That's right. Amen. Aliambiwa yale yalikuweko na yale yanaendelea. Amen. Na yale yatakuweko. Unaona? Alafu muhuri wa kwanza, muhuri wa pili, muhuri wa 3, muhuri wa 4. Tunamuona muovu akiwa katika hizo farasi 4 katika udanganyifu wake. That is true. Alafu tunamuona Bwana naye upako wa Bwana katika hizo viumbe 4. Simba. That's right. Dama. Uso wa mwanadamu. That's right. Tai. Tai. That is true. Unaona? Amen.
nguvu ya Roho Mtakatifu. That's right. Ikisimamisha imani. Amen. Wakati wa visasi hivyo vyenye vilikuweko. Alafu hao farasi. That is true. Nguvu ya muovu ikija katika udanganyifu. That is true. Kuondoa ukweli wa imani. Naona tunamuona wakishindana na muovu. That is true. Lakini ikifika ni muhuri wa 5, tunaona sasa inaondokea hayo. That's Inaenda right. kwa mioyo iliyo chini ya madhabahu. Unaona wale waliuliwa Waisraeli wakingoja kwa ajili ya That's right. It is true. Muhuri wa 4. Amen. Tunaona muhuri wa 5 radha. Muhuri wa 6 tunaona dhiki. That is true. Kija duniani. Muhuri wa 7 unamlete. Amen. That is true. Na tukiendelea tutaona mengi kwa neema ya Bwana katika muhuri huo wa 7. Kwa sababu angalia, that is true. Kufika sasa ni matukio yenyewe wakati wa ufunuo huu wa Biblia. Amen. That's right. Muhuri wa 7 umeletwa mbele ya muhuri wa 6. It is true. That is true. Amen. Unaona? Kwa sababu muhuri wa 6 umebeba dhiki. Amen. That is true. Kweli. Amen. Lakini tunaongea kuhusu muhuri wa 7 sasa. Amen. Dhiki bado haijakuja. It is true. Hata kama kumekuwa na vionjo kidogo kidogo, lakini dhiki yenyewe tribulation haijakuja. It is true. Kweli. Mapigo ya Bwana hapa na pale yamekuweko. Lakini dhiki yenyewe kulingana na vile imeahidiwa katika muhuri wa 6 haijakuja. It is true. Na ingoja. Bibi harusi atakuwa ameenda katika Amen. That's right. Amen. Lakini hapa tunaongea kuhusu muhuri wa 7. Amen. Ukiletwa mbele ya muhuri wa 6. That is true. So ni nini hasa kimeletwa wakati huu kabla ya dhiki? Ni ufunuo wa Bwana. Amen. That's right. Muhuri wa 7. Amen. Tuadae imani kwa ajili ya unyakuzi. That's right. Lakini madhihirisho ya muhuri wa 7 tunaiona wakati bibi harusi anaondoka. That is true. Pia katika dhiki. Amen. Kilia. Nasema nini? Muhuri wa 6 ukalete dhiki. That's right. Tribulation. Alafu muhuri wa 7 unafanya nini? Uko na unyakuzi. Uko na millennium. That is true. Uko na hukumu. Alafu tunaingia katika umilele. Tunaingia katika umilele. That's right. So kama huu ndiye muhuri wa 6 na muhuri wa 7 uko na hayo. That's right. So kwa nini tunaongea kuhusu muhuri wa 7 kabla ya muhuri wa 6 haujafika? Kwa sababu Bwana amejiweka wazi. Amen. That's kwa right. ajili ya kulea imani ya unyakuzi. Amen. That is true. Yaani ni nini sasa Bwana anafanya duniani? Ni vile ndugu Branham amesema. It is true. The messenger, Christ. Amen. Ni mjumbe kwa ajili ya bibi harusi. Ana ujumbe gani? Ana ujumbe wa unyakuzi. That is true. Thank you, Lord. He is revealing himself. Amen. So that we can get faith for rapture. Imani ya unyakuzi ikija kwa ufunuo wake mwenyewe. It is true. Amen. That's Sasa right. hiyo ndio imemulete. Amen. Amekuja akiwa malaika. That's right. Amekuja akiwa mjumbe true. kwa ajili ya ujumbe wa unyakuzi. Amen. That's right. Amen. Lakini kumbuka hiyo ikikamilika, hiyo imani ikikamilika vile ndugu Branham alituambia pale, a perfect heart. That's right. Moyo ulio mkamilifu, kumaanisha moyo ulio na imani iliyokamilika. That's right. Hiyo ikikamilika, sasa bibi harusi ataondoka. Amen. Ndio muhuri wa 6 uendelee. That is true. It is true. Hiyo ikikamilika, sasa wale wako na hiyo imani, in other words, hiyo ikikamilika, that is true. Hiyo imani imekamilika, itaondolewa. Amen. That is true. Hiyo imani ya unyakuzi itaondolewa. That is very true. Nini? Na kama hiyo imani iko ndani yako, Amen. That is true. ndani yako ndugu, Amen. kumaanisha ndani ya moyo wako, wewe unaenda na hiyo imani. Amen. Kwa sababu wewe ndio umebeba hiyo imani. That's right. Imani inaondolewa. So Amen. lazima chombo chenye kimebeba hiyo imani That's right. iondolewe. It is true. That is very true. Amen. Popote pale hiyo imani iko, itaondolewa. It is true. Amen. Hallelujah. Ni kama vile pengine ni chakula mchele kwa sufuria. Alafu ina wageni wako kule. So uambie tubebe hii chakula. Tubebe hii chakula tupelekee wageni. Kuta watu wanabeba sufuria. Sufuria, that's right. Sufuria ni chakula. Hii ndio imebeba chakula. That's right. Amen. Tubebe hii chakula tupelekee wageni. Hawamwagi chini. It is true. Waache sufuria kwa sababu sufuria si chakula. Sufuria ndio imebeba hiyo chakula. That is true.
So kifaa chenye kimebeba imani. Amen, that is true. Amen. That is true. Amen. Kumbuka ndugu Branham alisema a perfect heart. A perfect heart. Hallelujah. A perfect heart. Amen. So unaona? Ikishakamilika hiyo imani inaondolewa. Alafu dhiki inaingia. Hiyo imani ikiondolewa, najua by the way ni mambo mawili simultaneously yatakuwa yakiendelea. Mengine tutayaona katika Ufunuo 7 wakati tutakuja. Simultaneously. Wakati dhiki ya muhuri wa 6 inaendelea duniani, biguni, it is true, muhuri wa 7 utakuwa ukiendelea. Amen, that is true. Muhuri wa 7 gani? Ni sehemu gani itakuwa ikiendelea? Amen. Ya muhuri wa 7. Amen. Ni karamu ya Bwana. Amen. Unyakuzi na karamu ya Bwana. That is true. Kumbuka iko katika muhuri wa 7. It is true. Ndio? Amen. Na itakuwa ikiendelea sambamba na muhuri wa 6. It is true. Duniani ni mapigo. Duniani ni hasira ya Mungu. That's right. Lakini mbinguni ni Kalamu. Kalamu inaendelea. That's right. Amen. Ya unyakuzi. The marriage supper of the Lamb. That's right. So hiyo sehemu inaendelea sambamba. That is true. Hiyo ikikamilika, sasa muhuri wa 7 unaendelea. Muhuri wa 6 ukikamilika, tribulation, muhuri wa 7 sasa unaendelea. Amen, that's right. Unalete Amen. It is true. Alafu unalete hukumu. It is true. Amen. Naona? Amen. Alafu muhuri wa 7 unaisha, tunaingia katika umilele. It is true. Kwa hivyo muhuri wa 7 ndio unalete umilele. Amen. Unaona? So what are we saying? Turudi hapa kwa wazo letu tukiendelea. So unaona, lazima angefungua muhuri wa 7. It is true. Ndio. Ulete hapa pia. Amen. Ndio ulete hapa. That is true. Fikiria ndugu dada. Wakati hao malaika walishuka. Walishuka. Wakilisha hiyo mihuri 7. Ilikuwa imevunjwa. Haikuwa imevunjwa. That is true. Kwa sababu ndugu Branham alirudi Jefferson. Amen, that is true. Akaenda pahali kungoja. Na anasema katika kitabu cha mihuri, kila siku malaika angekuja na kumuonyesha kilicho chini ya huo muhuri. It is true. Amen. So ndugu Branham hakuona hayo yote kule mlima Sunset. Amen, that is true. Hapo ni nini kilifanyika katika mlima Sunset? Amen. Walikuja. It is true. Wakampa ujumbe arudi Jefferson. Amen, that's right. Atawekewa wazi ujumbe wa mihuri 7. It is true. Amen. So ujumbe wa mihuri 7 haukutokea mlima wa Sunset. It is true. Mlima wa Sunset walete hao malaika wakamwambia arudi Jeffersonville. That is true. Akiwa Jeffersonville wangekuja kila siku. Amen, that's right. It is true. Amen. So fikiria kana ndugu, tukiendelea. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. Wakati walishuka, Bwana akashuka. That's right. Muhuri wa 7 ulikuwa umevunjwa. Hiyo. That is true. It is true. Muhuri 7 ulivunjwa. Amen. That's right. Kamlete Bwana. Amen, that is true. Utaweza niuliza basi. Ndugu Mwangi unasema nini? Amen. Kama muhuri wa 7 ulivunjwa. Nini hiki ndugu Branham anasema hakijawekwa wazi kuhusu Ufunuo 7? That's right. Kumbuka imefichwa. Tutaona tukija kwa Ufunuo 7. That is Kumbuka true. imefichwa. Lakini iliwekwa wazi. That is true. Unaona? Utaweza niuliza, na ni nini hiki ndugu Branham anasema hata yeye hangeweza kuelewa? That's right. Lakini kumbuka Bwana Yesu Kristo akiwa mjumbe. Amen. Amewekea bibi harusi yale ambayo ndugu Branham alisema. Amen. Iko katika ujumbe. Amen. Imefichwa. That is true. Sasa tunapata ufunuo wake. Amen. Na ni nini hasa kilifichwa katika ujumbe wa nabii? That's right. Ni ufunuo wa Bwana. It is true. Amen. Hicho ndicho cha muhimu. Amen. Tumepokea. That's right. Ufunuo wake. Amen. What is the opening of the 7 seals? Revealing Christ. It is true.
Unaweza niuliza ndugu Mwangi, unamaanisha Kristo sasa amefunuliwa? Amen. Ndio, kwa That's bibi right. harusi. It's true. Amen. Kwa bibi harusi. That's right. Sasa bibi harusi ana imani ya unyakuzi. Amen. That's right. Imani iliyo hai. Na hiyo imani ameipata wapi? Amen. Ameipata kutoka kwa Kristo. That is true. Mwenye amefunuliwa. Amen. That is true. Sasa fikiria, hatugoji Kristo afunuliwe. Amen. Kristo tayari amefunuliwa. Amen. That is true. Amen. Amen. Sasa ni imani ya nyakuzi inaendelea. That is true. Kwa sababu hiyo imani lazima iwe na ukamilifu wa. Amen. That's right. That is very true. Amen. Kwa pamoja. Amen. Amen. Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Amen. Okay. So unaona muhuri wa 7 umevunjwa na umemulete hapa duniani. Kumbuka ni ufunuo wake mwenyewe. Amen. Kumbuka pale tulisoma ndugu Brown anasema what is the opening of the 7 seals? Revealing Christ. That's right. Ati kufunguliwa kwa mihuri 7 ni ya nini? Ni kumfunua Kristo. Amen. So Kristo amefunuliwa past, present, That's right. and future. Amen. Amewekwa wazi. That's right. Amefunuliwa wakati kule nyuma aking'ang'ana ndani ya mababa zetu. That is true. Kisasi cha kwanza. Amen. Naye adui muovu akija na ujaja wake wa kukataa. Yohana akawekewa wazi. Akaona simba. That's right. Akimkabiri yule farasi mweupe. That's right. Akaona That's right. Akaona ndama mwanadamu akimkabiri yule farasi mwekundu. Unaona? Akaona dama akimkabiri yule farasi watatu. Akaona tai akimkabiri yule farasi wa 4. Hizo viumbe mpaka wakati wetu. Amen. Unaona? Kwa sababu Mungu alianza akija na ujaja wa kujifanya. Anaiga ukweli wa neno. Kwa sababu alikuwa na farasi mweupe. That's right. Alafu akaja na farasi mwekundu kumwaga damu. Alafu wakati wa Luther Wesley akaja na farasi mweusi. Kijivujivu hiyo cha kukataa ukweli. That's right. Na kukataza watu kupokea ukweli. That is true. Udhehebu wa Kikatoliki akapingwa na Bwana katika mwanadamu, uso wa mwanadamu. Yaani hekima kuu. That is true. Alipea Luther. Unajua Luther alipakwa na hekima. That is true. Na ujuzi wa Mungu. Unajua Luther. That is true. Luther, wakati wa Luther na Wesley walimshida muovu na hekima ya mwanadamu. It is true. That's right. Unaona wakati wa Laodicea. Anakuja katika farasi kijivujivu. That is true. Amechanganya ujaja wake wote. Alafu anapingwa na upako wa tai. That is true. Unaona? Okay. So ni Kristo kule nyuma. That's right. Kristo wakati huu. Amen. Na Kristo kule mbele. Amen. Amewekwa wazi. That's right. So ni ufunuo wake mwenyewe. What is the opening of the 7 seals? Revealing Christ. That's right. Amen. So Yohana akamuona kule nyuma. Akamuona wakati wake. Na akamuona kule mbele. That's right. Kumbuka Yohana alimwakilisha bibi harusi. It is true. That's right. So wao walipata ufunuo wake kule nyuma. Amen, that's right. Sisi tunapata ufunuo wake wakati wetu. Amen, that is true. Kule mbele bado atabaki akiwa Kristo kwa ajili ya ahadi zenye ziko. Amen. It is true. Angalia mbele yetu kuna ahadi ya
kubadilishwa mwili. It is true. Wafu wakifufuka. Amen. Huduma ya mvuto wa tatu. It is true. Bibi harusi aondoke. Amen. Kalamu ya Bwana. Millennium. It is true. Hukumu. Na bado watabaki akiwa nani? Kristo. Kristo. That is true. Watabaki akiwa Kristo. Amen. So anawekwa wazi kwa bibi harusi ili tujue, na kwa sababu angalia dada ndugu, kwa sababu sasa na kuendelea tunaongea kuhusu muhuri wa 7. It is true. That's right. Excuse. Acha ningangani. Tunaongea kuhusu muhuri wa 7. Sasa na muhuri wa 7 dikumbuka ndiye mali yetu. That is true. Sasa tunaendelea naye kujua, tunawekewa wazi. Sasa na kuendelea mbele. It is true. Mjumbe wa 7 ndiye angemaliza siri ya Mungu. That is true. Hivyo ni kumaanisha popote Mungu angehusika. Amen. Mpaka kuingia katika umilele. Amen. Mjumbe wa 7 ndiye angefanya nini? Angemaliza. Na mjumbe wa 7 amekuja. Amen. Na amewekewa wazi siri ya Mungu. That is true. Sasa tuna ujumbe huo. Amen, that's right. Sasa yeye ni nini anafanya sasa? Ni kupea bibi harusi. Amen. Ufunuo wa kile ambacho ni chake. Amen. Huu ndio urithi wetu. That is true. Hata ufunuo huu ni urithi wetu. Amen. Amen. So past, present and future. Brother Branham anasema kitu hapo, acha nikusomee. Anasema nini? Huyu Branham anasema katika ujumbe wa it is the rising of the sun, kuchomosha kwa jua. Anasema nini? Okay, hiyo nimekunulia. Sema look what we've seen in this day. Atiangalia ni nini tuko naye wakati huu, siku ya leo. The quickening power has come to us to open the 7 seals. It is the rising of the sun. Ukitaka kusoma ni page 34. We are just a minute. Ni page 45. It is the rising of the sun. Atiangalia ni nini tuko nacho siku ya leo. The quickening power has come to open the 7 seals. Ati nguvu ya Mungu ya kuhuisha imekuja kufungua hiyo mihuri. What was that? Hiyo ni nini? The intelligence of a man, ni ujuzi wa mwanadamu. No, Asha. The quickening power of God, ni nguvu ya Mungu ya kufufua. That's right. He is the one who opened those seals. Yeye ndiye alifungua hiyo mihuri. He is those seals. Na yeye ndiye hiyo mihuri. For the whole word of God is Christ, and Christ is the seals that was opened. Kwa sababu neno lote la Mungu ni Kristo, na Kristo ndiye hiyo mihuri yenye ilifunguliwa. Alikuwa anajiweka wazi. That is true. Alikuwa anajiweka wazi. It is true. Akifungua muhuri wa kwanza, unamuweka wazi. It is true. Akifungua muhuri wa pili, unamuweka wazi. Amen. Utaweza niuliza na yale marriage and divorce, na ukweli wa neno ndoa na talaka, ubatizo, huo ni ukweli. That is true. Lakini kwa bibi harusi anafunuliwa. Amen. That is true. Unaona? Kuna watu wanafikiria ati kufunguliwa kwa mihuri ya 7, mihuri hiyo 7 kulikuwa tu kutuletea huo ujuzi. Ndoa na talaka, mbegu ya nyoka, ati sasa tuna hizo siri. Mihuri kweli ilifunuliwa. Lakini cha muhimu zaidi kwa bibi harusi ni kumfunua Kristo. That is true. Amen. Kwa sababu kumbuka, bila ufunuo wa Kristo hakuna imani ya unyakuzi. It is true. That is true. Kwa sababu ufunuo wake unatuletea uhai. Amen. That is true. Amen. Hiyo imekimia. Kanisa lina mbegu ya nyoka, siri hizo zote zimewekwa wazi. That is true. Najua ujuzi huo. Lakini naye bibi harusi ana Kristo. That is true. Kwa sababu Kristo amefunuliwa. Amen. That's right. Amen. Kristo amefunuliwa. Okay. Revealing Christ. Okay. And the very 7 angels which represented the 7 churches was all completed, and we couldn't even see it.
Quickening power set us see, let us see his coming. Quickening power snatched us from death to life. Naona nguvu ya Mungu ya kuhuisha ilitufanya tuone kuja kwake. That's right. Nguvu ya Mungu ya kuhuisha ilituchukua kutoka mauti mpaka kuingia. Amen. That's right. Na hao malaika 7 walikuwa wamekamilika na sisi hatukujua. Na anasema and the very angels which represented the 7 churches was all completed and we couldn't see it. That is true. Wakati walienda wakapigwa picha, aliambiwa pindua. It is true. Naona ni uso wa Kristo. Amen. So ukisema muhuri wa 7 haujafunguliwa, basi hiyo sehemu ni kuitoa. It is true. Fikiria, Kristo hangepigwa picha kama kuna sehemu yenye haikuwa imefanya nini? Imefunuliwa. Kwa sababu kila sehemu ya hiyo mihuri 7 right, ilikuwa ni yeye akifunuliwa. Amen. What was the opening of the 7 seals? Kufunuliwa. Ama angetoka akiwa na upande moja hauko. Kwa sababu That is true. Na kumbuka muhuri wa 7 ndio ulimlete hapa. Amen. Leo nikuonyeshe kitu. Kristo akashuka. That's right. Alafu ishara ya kushuka kwake akapigwa picha mbinguni. It is true. Brother wakaangalia picha ni Kristo. Yes. That's right. Amen. Hiyo ilikuwa ni ishara. Unaona? Biblia inasema katika kitabu nafikiria cha Amos, ate Bwana Mungu hafanyagi chochote isipokuwa kwa